anasafirisha binadamu. Lakini wakati fulani nilikuwa naongea na mzee mmoja ambaye alikuwa anafanya shughuli za serikali, lakini baada ya kustaafu alianza biashara katika mtindo wa makampuni na anamiliki kampuni ya usafirishaji. Kwa hiyo anasafirisha binadamu, lakini pia anasafirisha bidhaa kutoka maeneo mengine tofauti. Wakati naongea naye nilitaka kujua kama alishawahi kufanya biashara za kawaida hapo mwanzoni tofauti na makampuni. Ni kweli kabisa alikuwa anafanya biashara hizo mwanzoni, lakini sasa mwanzoni alikuwa anafanya kwa udogo kwa sababu alikuwa anafanya biashara zake akiwa si kampuni, alikuwa anafanya biashara binafsi. Kwa hiyo nikataka kujua utofauti wa biashara za kawaida na biashara za makampuni. Utofauti uko wapi na nini hasa kilimfanya aache kufanya biashara katika mtindo wa kawaida afanye kama kampuni? Tuongea vitu vingi sana, lakini yeye alinipa vitu vingi ambavyo vinatofautisha biashara ya kawaida pamoja na biashara binafsi. Sasa hapa naenda kushare vitu vitano vinavyofanya biashara ya kawaida itofautiane na makampuni. Kabla tujaendelea, nikukumbushe kusubscribe, kulike, kucomment kwenye channel hii ili uendelee kunufaika na video zetu tutakapokuwa tukikuwekea. Utofauti wa kwanza niliouona ni katika mtindo wa kulipa kodi. Ukiwa unamiliki kampuni, wewe ndo unajifanyia makadirio ya kodi ambayo unatakiwa kwenda kuilipa TRA. Lakini kama unafanya biashara binafsi, maafisa wa TRA watakuja kukufanyia makadirio ya biashara yako ili uweze kulipa kodi. Lakini pia kwa mwaka unatakiwa kulipa kodi mara 4, lakini katika mtindo wa makampuni unalipa kodi mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo utafanya shughuli zako zote kwa mwaka, utapiga mahesabu, utatoa gharama za uendeshaji, faida utakayoipata utatoa 30% ambayo hiyo ndo kodi ya serikali inatakiwa ipeleke TRA na ili mahesabu yakae vizuri. Lakini huku unalazimika kufanya malipo ya kodi kila baada ya robo ya mwaka ikiisha. Kwa hiyo utahesabu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, pale unaenda unalipa. Utofauti wa pili ni katika swala zima la mikopo. Utofauti uliopo kati ya biashara ya kawaida na makampuni ni kwamba makampuni yana uwezekano mkubwa sana ya kupata mikopo kutoka taasisi za kifedha kama vile benki, tofauti na biashara ya kawaida. Kwa mtu anapokuwa anafanya biashara katika mtindo wa makampuni, anakuwa yupo kwenye position nzuri ya kupata mikopo mikubwa na mizuri kutoka benki, tofauti na mtu ambaye anafanya biashara binafsi, either ni business name au ni zile biashara za kawaida ambazo unakuta bado hazijafanyiwa usajili wa kisheria. Utofauti wa tatu ni katika swala zima la umiliki. Kampuni inamilikiwa na watu wengi, kuanzia watu 2 na kuendelea, lakini biashara inaweza ikamilikiwa na mtu mmoja. Na katika eneo hili ndio tunakuja kuona utofauti katika swala zima la manufaa na maslahi. Hapa katika kampuni kila mtu atakuwa na share zake, kwamba wewe kwenye kampuni unamiliki hisa kadhaa na wewe kwenye kampuni unamiliki hisa kadhaa. Kwa hiyo hata kama mpo 10 wote mtapata hisa au mtakuwa na umiliki kulingana na thamani ya wewe unachangia kiasi gani kwenye kampuni. Lakini biashara binafsi ni wewe mwenyewe unakuwa unabeba kila kitu chako, unashughulika na vitu vyako vyote wewe mwenyewe. Kama ni faida ni zako binafsi, kama ni hasara zinakuwa ni kwako binafsi. Utofauti wa 4 ni uendelevu na maisha ya biashara. Katika biashara binafsi mtu mmoja ndo unakuta yeye ndo in chief ya hiyo biashara. Kwa hiyo inapotokea yeye amepata changamoto fulani, inaweza ikawa ni moja kwa moja biashara inakufa. Kunakuwa na utaratibu wa kuifanya kampuni iweze kuishi hata kama wamiliki wa awali hawapo au wamebadilika au wamepata changamoto. Kwa kampuni yenyewe inaweza ikaishi kwa muda mrefu zaidi kuliko biashara ya mtu mmoja au biashara binafsi. Na utofauti wa 5 ni katika eneo zima la uwajibikaji wa kisheria. Kampuni inawajibika kama taasisi huru. Kwa kama kampuni na madeni, haiwezi kaenda kuathiri wanahisa wake kwamba iende kachukue mali ya wanahisa. Hapana, kila mwanahisa atawajibika kwenye kampuni kulingana na hisa alizonazo. Kwa hiyo kama una hisa 10 utawajibika kwa hisa 10. Na inapokuja katika swala la biashara binafsi kisheria, mtu binafsi anayemiliki biashara hiyo atawajibika kisheria katika masuala yote, iwe ni faida iwe ni hasara. Kila kitu atawajibika kama mtu binafsi. Kwa haya mambo 5 nimeona ni vizuri tuyashare kwa pamoja, yanayofanya biashara binafsi tofautiane kabisa na makampuni. Kama una maoni, umepata swali, unaweza ukaliacha swali lako sehemu ya comment, nitakapopita niweze kuona umeniuliza nini niweze kukujibu. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tunapoweka video mpya kila siku uweze kunufaika na kuwa mtu wa kwanza kuona video tutakazokuwa tunaziweka. Asante na karibu sana.